karibu tuzidi kukufahamisha taarifa hizi za TV47 matukio awamu ya saa 7. Tukufahamishe ni yapi yamejiri kutoka maeneo mbalimbali. Pia taarifa hizi mtazamaji unazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia akaunti yetu ya Facebook TV47 Digital, akaunti yetu ya X TV47 Digital, na tuko mubashara maana ya live kwenye akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Tukufahamishe mengi zaidi. Kwingineko ni kwamba wafanya biashara katika soko la Githurai kaunti ya Kiambu wameitaka serikali kupitia vyombo vya usalama kuingilia kati mara moja na kukomesha visa vya uvamizi na vurugu vinavyohatarisha biashara zao. Wito huo unajiri baada ya wafanyabiashara kadhaa kushambuliwa na kujeruhiwa na watu wanaodaiwa kuwa wanachama wa genge linalopinga ugawaji wa vibanda katika soko hilo jipya. Zaidi ya wafanyabiashara 12,000 wameathiriwa na mzozo huo uliodumu kwa karibu mwongo mmoja, huku wakimtaka gavana Kimani Wamatangi na serikali ya kitaifa kutoa suluhu ya kudumu. Mali nafanyia kazi kulitokea zogo ambalo lililetwa na goons. Nitawaita goons kwa sababu sielewi wanatumia sheria gani ambayo tunajua kwa constitution yetu ya Kenya kuinifendi mahali watu wanafanya kazi ama wanabiashara wanafanyia kazi. Wanaingia na funjo kuvuruga amani ambayo tulikuwa nayo mahali tunafanyia kazi. Ikawa wanarusha mawe kwa kibanda ya kwangu, vibanda zenye ziko pale zikawa hakuwezi kaa na amani. Mimi hao goods wenye walikuwa siwatambui, lakini chairman mwenye walikuwa na wao tulimtambua, like chairman Jenga. Hawa watu wenye wanafanya hizi tabia ama wamekuwa wakisorotesa amani katika hii Githurai ni watu wanajulikana. Serikali inawajua, sisi kama traders tunawajua, lakini hakuna hatua imechukuliwa kwa hawa watu.